Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli hii, subscribe chini ya video hii ili uweze kujipatia habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Billnass pamoja na mke wake ambaye ni Nandy leo wameamua kuwatangazia umma kwamba kwa sasa hivi wameweza kufunga ndoa nyingine ya pili, ambayo ndoa hii wameweza kufunga ndoa ya kiserikali, na kama unavyoona katika skrini yako, ndoa hii imeweza kufungwa muda huu na imeweza kukidhi vigezo hivyo. Billnass ameweka wazi na kusema ana sababu nyingi zilizoweza kumfanya aweze kufunga ndoa hii ya mara ya pili pamoja na mke wake ambaye ni Nandy, na ameeleza sababu hii ndani ya ukurasa wake wa Instagram na vile ukurasa wa Snapchat, na hata mwanadada Nandy ameka wazi ni jinsi gani amefurahia kufunga ndoa hii kwa mara ya pili, kulingana na sakata ambalo liliweza kutokea huko nyuma mwanadada Nandy alivyoweza kupoteza pete yake ya ndoa, na hatimaye aliweza kumwambia Billnass changamoto zilizoweza kumkuta kabla ya kupoteza pete hiyo na hata baada ya kupoteza pete hiyo. Billnass aliona ni jambo la kawaida, ndio maana akamwambia kuna siku tutaweza kufunga ndoa nyingine, ambayo ndoa hii tutawatangazia umma hakuna tofauti yoyote na ile ndoa ya kwanza. Je, watu wengi wameweza kuwauliza maswali katika sehemu ya comment section wakiwa wanajaji kwa nini Billnass aweze kwenda kufunga ndoa bila wazazi, ambapo katika ndoa hii wameenda Billnass pamoja na Nandy bila ya kuenda na wazazi wa pande mbili. Kitu hiki kimeweza kuwashangaza watu wengi ambao wanawafuatilia, hususan wasanii wa hapa Tanzania, Billnass pamoja na Nandy. Kitu hiki kimekonga nyoyo za Watanzania pamoja na watu ambao sio Watanzania ambao wanatoka sehemu mbalimbali. Wewe kama mtazamaji wa chaneli yetu ya Mautundu Online, una lipi la kuambia wanandoa hao ambao wamekwisha kufunga ndoa ya pili katika sehemu hii? Kama unavyowaona walienda peke yao, kwa nini hawajaenda na watu mbalimbali, watu mashuhuri kama ilivyo ada ya watu maarufu hapa Tanzania na hata nje ya Tanzania? Wamekuwa wakifanya vitu ili mradi waweze kuonekana katika mitandao ya kijamii na kumake attention kwa muda huu. Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification. Niseme bye bye mpaka wakati mwingine.